Katika hali ya kushangaza sana, watoto wawili ambao walikuwa ni mapacha walibadilika kutoka kuwa binadamu na kugeuka kuwa viumbe vya ajabu. Cha ajabu zaidi, mama yao akaamua kuweza kuificha siri hiyo, jamii isijue, polisi wasijue na watu wengine wasijue. Bila kujua alikuwa anafanya jambo la kutisha na hatari mno. Sasa huu mzigo unaeleza juu ya maisha halisi ya hao watoto mapacha dhidi ya mama yao. Sasa ungana na mimi kuanzia mwanzo mpaka tamati mwa hii simulizi, bila kusahau kusubscribe. Mimi naitwa Kipason JR. Bonge Story. Huyu jamaa ni postman, yaani wale washikaji ambao wanachukua barua posta na kuzileta mpaka nyumbani, na leo anaelekea kwenye kibanda kimoja kilichopo katikati kabisa mwa msitu ili kuweza kupeleka tu barua. Sasa ni wazi humu ndani kuna mtu, na hapa mwamba alipofika akawa anabisha sana mlango tena kwa muda mrefu, lakini hakuna aliyefungua kwa wakati huu. Ghafla mlio mkali wa mtu aliyekuwa akipiga kelele kutokea kwenye chumba cha chini ya ardhi ukaanza kusikika kwa huyu postman. Mwamba akaenda paka kufungua dirisha la chini ili kusudi kwenda kuangalia huko chini ya lile andaki kuna nini, lakini alipofika hapa akaona giza totolo, na kwa wakati huu haoni chochote kabisa, lakini hapa anao uhakika kwamba kuna mtu yumo humu chini. Mwamba kwa moyo wa huruma akaingiza mkono wake akijaribu kutaka kuweza kumvuta huyo mtu aliyekuwepo chini kuja juu, lakini ni umbali mrefu sana na Mwamba hawezi kabisa kumfikia, ila postman akasimama ili aende kutafuta msaada sehemu nyingine ili kusudi waje kuwaokoa watu hawa. Sasa Mwamba kati anageuka ili kwenda kutafuta huo msaada, ghafla kuna kitu kutoka kwenye lile andaki kikamkamata, na hapa kikawa kinamvuta Mwamba moja kwa moja kwenda chini. Bado maswali ni mengi sana. Kwa nini Mwamba alivutwa chini? Je, kuna siri gani kwenye hilo andaki la giza? Miaka 30 baadaye, kwenye kituo kimoja cha mafunzo ya kambi fulani hivi ya majira ya joto, kulikuwa kuna kundi la vijana linafika maeneo haya. Meneja wa hiyo kambi aliitwa Olivia, na hapa anaeleza hali halisi ambayo ipo maeneo haya kwenye hii kambi. Wote waliokuwepo hapa ni watu ambao wana urahibu mkubwa wa matumizi ya simu. Sasa lengo la hii kambi ni kuwasaidia watu kuweza kujitenga na vifaa vyao na kuondokana kabisa na urahibu wa matumizi mabaya ya simu. Sasa mara wanaposhuka kwenye basi, wafanyakazi wakaamua kuweza kuchukua simu ya kila mtu, kisha wote wakagawanywa kwenye makundi madogo madogo, na kisha wakaanza kupewa namba, na kila kundi likapewa jukumu tofauti, na kila kundi moja likapewa mtu wa kuliongoza katika shughuli zao za nje. Hakuna hata mmoja kati ya vijana ambao walikuja hapa aliyekuwa anajua ya kwamba ni kitu gani kitafuata. Sasa kwenye kibanda kilichopo msituni si mbali kabisa na hiyo kambi, jambo la kutisha likawa linaendelea maeneo haya. Hapa kulikuwa kuna mwanamke mzee, na kwa wakati huu alikopa akitupa mzoga wa nguruwe mwitu aliyeuawa hivi karibuni ndani ya hilo andaki. Hapa uzee ukamzidi huyu mwanamke, wakati anavuta huu mzoga akapoteza balance kabisa, na kisha akajikuta akiwa anaingia pamoja na ule mzoga ndani ya ile basement ama lile andaki. Na baada ya kuweza kuteleza humo, ghafla tunaona mkono uliojaa majipu ukiwa unatokea gizani. Mwanamke huyo anaonekana akiwa amelala chini, na hapa taratibu anafungua macho yake, lakini kwa sasa kulikuwa hakuna njia ya kuweza kutoroka. Lakini cha kushangaza, yule mwanamke alipiga tu kelele na kisha damu zikaonekana ukutani, kisha kiumbe cha ajabu kikaonekana kikiwa kinatoka ndani ya hilo andaki. Sasa tunarudi huko kambini, makundi yote yako tayari. Timu ya Zosia ilikuwa ina watu 6 kwa ujumla, ukimtoa mkufunzi wao wa kike aliyekuwa akiitwa Iza. Kutoka kushoto kwenda kulia ni Batek, huyu Aneila, na mwingine Zosia, Julek pamoja na Daniel. Hawa wote kazi yao ilikuwa ikichukua siku 3 ya kutembea kwa miguu ndani kabisa ya msitu. Safari ikaanza. Wakiwa njiani, Julek alijitenga kidogo ili kujisaidia, lakini kwa wakati huu akagundua kwamba mahali anapojisaidia kulikuwa kuna mzoga wa mnyama mmoja wa kuitwa kurungu wa mwituni, na yule kurungu hapa alikopa akionekana amepasuliwa na tumbo lake liko tupu kabisa, viungo vyote vya ndani vilikuwa vimetoweka. Muonekano huo ukawa unatisha sana. Iza yeye alipoona hivi akawa anauchoma huo mzoga kwa fimbo, na hapa anawaambia kwamba huyu kurungu hakuuawa na mwindaji wa msituni, bali alishambuliwa na aina fulani hivi ya wanyama wala nyama. Kurungu huyo alionekana kama ishara tu ya onyo kwa hawa watu, lakini Iza alikuwa hafikirii sana kuhusu hilo. Wakati huo huo, Zosia kwa mbali kabisa akaona kitu kinachoonekana kama
mkono nyuma ya mti. Zosia akafikiri ya kwamba huenda macho yake yamedaka tu wenge au yanamdanganya, hivyo akaamua tu kuvunga na hakutaka hata kumweleza mtu yote aliyekuwepo hapa. Jioni ikafika, ila kundi likapata eneo fulani hivi la wazi kwa ajili ya wao kuweka kambi. Wakati wa kupumzika, Iza akawa anauliza kwa nini kila mmoja alikuja kwenye hii kambi tena kwenye majira ya joto. Julek yeye akaanza kuzungumza. Sasa hapa Julek anasema yeye ni streamer wa video za michezo na ana wafuasi takriban 900,000 kwenye YouTube. Katika mashindano ya kitaifa aliwahi kushika nafasi ya pili, lakini wazazi wake walikuwa hawamuungi mkono sana kwenye kazi yake ya video za michezo. Julek alitakiwa kusafiri kwenda Korea kwa ajili ya kushiriki mashindano, na kama angeshinda basi angechukua zawadi ya dola 500,000. Badala yake wazazi hawakuliafiki hilo jambo, wakakatisha mtandao wake na kisha wakamtuma moja kwa moja kwenye hii kambi, wakihisi ya kwamba mtoto wao ana urahibu mkubwa wa matumizi ya simu. Iza anapofika kwenye wasifu wa Zosia akanyamaza. Hapa ikabainika ya kwamba muda sio mrefu uliopita wazazi wa Zosia pamoja na mdogo wake wa kike walifariki kwenye ajali mbaya ya gari, na huenda na kuja kwa Zosia maeneo haya ilikuwa ni kama njia yake ya kutaka tu kuweza kupona, na ukweli machungu ni mengi sana, hivyo kwa sasa hakusema chochote. Usiku wa manane kila mtu analala, ni Aneila peke yake na Daniel ndio ambao hawana usingizi maeneo haya. Watu hawa wakaamua kuondoka kwa siri na kwenda ziwani kwa pamoja. Baada ya muda mfupi wa watu hawa kuwa karibu sana, Aneila aliamua kurudi nyumbani akiwa ameridhika mno, ila mwamba Daniel yeye bado alikuwa anataka zaidi. Hapa akaanza kutoa simu yake aliyokuwa ameificha, yaani hakuikusanya kabisa, kisha akaanza kuingia kwenye mitandao ya kijamii akitaka kuweza kujiburudisha kwa muda mrefu zaidi, lakini alikuwa hajui ya kwamba kuna hatari iko pembeni yake. Ghafla mwanaume mkubwa aliyekuwa amejaa majipu akamtokea maeneo haya na kisha akaikamata hii sleeping bag ya mwamba Daniel, na kisha akaanza kumpiga kwenye shina la mti mara kwa mara kana kwamba anamzungusha kama mwanasesere hivi. Asubuhi inapofika, wengine ndipo akagundua ya kwamba Daniel jana hakurudi. Iza akaanza kuwauliza watu hawa ni nani aliyemwona Daniel kwa mara ya mwisho, lakini hapa wakajua ya kwamba Daniel alikuwa na Aneila kwa mara ya mwisho, na hapa kundi moja kwa moja likaamua kwenda mpaka ziwani. Aneila akamwambia Iza ya kwamba hakuna kitu chochote ambacho kiliweza kutokea kati yake yeye na Daniel katika usiku uliopita. Walikuja tu ziwani na kisha wakawa wanazungumza maeneo haya, lakini baadaye yeye aliamua kuondoka zake. Daniel alipoenda mpaka sasa, Aneila anadai ya kwamba hapajui. Ghafla Zosia akaona madoa mapya ya damu kwenye shina fulani hivi la mti uliokuwa karibu na maeneo hayo. Swali likasalia, je, hiyo ni damu? Lakini hata kama usingeweza kutambua kwa macho, bali harufu yake ingetosha kabisa kuweza kuthibitisha kama hii ni damu. Lakini kwa namna fulani watu hawa hawakutaka kabisa kuweza kuchunguza sana na hawakutaka kabisa kuweza kujua chochote. Basi watu hawa wakadhani ya kwamba huo utakuwa ni utovu tu wa mti, na hapa wakaamua kurudi zao kambini. Waliporudi kambini, Iza akaamua kuwaacha Batek na Aneila nyuma, na kisha yeye akaamua kuondoka pamoja na Julek na Zosia na kuenda kumtafuta Daniel. Julek anamwambia Iza ya kwamba anapotazama filamu za kutisha kuna mambo machache ambayo mara nyingi hufanya watu wafe kila mara. Mambo hayo ni udadisi, uzembe, kiburi na kutokuwa na ushirikiano wa pamoja, bila kusahau kujitenga kwa makundi makundi. Hapa Julek anaonekana akiwa na wasiwasi kidogo kwa sababu tayari wameshajitenga. Iza kwa sasa hajali kuhusu jambo hilo kwa sababu kwake hii siyo filamu ya kutisha, haya ni maisha halisi. Basi bwana, wakaamua kutembea kwa muda mrefu sana, kisha watatu hao wakafika mpaka kwenye kibanda kilichopo msituni. Bila kufikiria mara mbili wakaamua kuingia ndani. Mahali hapo palionekana pakiwa tupu sana. Ghafla simu ikaanza kuita kutoka kwenye lile andaki la chini. Hapa watu hao wakaamua kuweza kufungua huu mlango ambao, lakini harufu mbaya sana ikawapiga usoni. Wakawa na hofu, huenda Daniel amefungwa humo chini. Watu wote watatu wakaamua kuivumilia hiyo harufu na kisha wakashuka chini. Mara wanapofika chini wakakutana na tukio linalofanya wagande. Daniel alikuwa amefungwa kwenye mnyororo wa juu ya meza, mwili wake ulikuwa umejaa damu. Ni wazi kabisa mwamba tayari ameshakufa, na simu iliyokuwa ikiita ni ile simu ambayo Daniel aliificha na ambayo hakutaka kabisa kuweza kuikusanya. Kisha sauti nzito za hatua zikaanza kusikika kutoka juu. Watatu hao wakaganda kwa hofu, na hapa walikuwa hawana chaguo zaidi ya kuweza kujificha kwenye hilo andaki, lakini hatari bado haijaisha. Hatua hizo zikawa zinazidi kabisa kuweza kusogea karibu. Iza akamwambia Zosia na Julek ya kwamba wao watoke kwa kutambaa chini ya dirisha na yeye atabaki nyuma kwa ajili ya kuweza
kuwazuia na kisha kuchukua simu ya Daniel wakati anatoka, lakini Iza anamdharau mtu ambaye alikuwa akikaribiana naye akizani ni wa kawaida, lakini mara anapomuona vizuri huyo kiumbe akatambua ya kwamba kwa sasa yupo kwenye hatari kubwa ambayo ni ngumu kuweza kutoka. Fimbo ambao aliyoishika ndio ilikuwa silaha yake pekee dhidi ya lile jitu ambalo lilikuwa limejaa majipu ya kila aina, lakini kwa sasa ilikuwa haina maana yoyote hiyo fimbo. Kisha huku nje kitu kikawa kinatupwa kutoka katika hilo handaki, na wanapotazama huwezi amini, waliona kichwa cha Iza, yule kiongozi wao. Wakiwa na hofu kubwa, wawili hao wakaamua kukimbia. Sasa huku kambini Anaila na Batek bado hawajui nini ambacho kinaendelea. Wakawa nakawa pamoja tena kwa utulivu kabisa, wakiwa wanazungumza kuhusu maisha. Batek akaanza kufunguka kuhusu maisha yake ya zamani na jinsi uhusiano wake pamoja na wazazi wake ulivyokuwa mbaya. Sasa wakati anaendelea kuzungumza akiwa amezama kwenye hii simulizi yake mwenyewe, hakujua ya kwamba Anaila kwa muda mrefu tayari ameshanyamaza. Hatimaye hapa akatambua kwamba Anaila hajamjibu kwa muda, kisha akageuka kumtazama. Anachokiona kilimfanya tumbo lake lisinzie kwa muda. Anaila alikuwa ametobolea mwili wake na mti wenye ncha kali, na kisha aliyemuua ni lile jitu lililojaa majipu. Batek akachanganyikiwa tena kwa hofu sana, na kwa wakati huu akageuka na kukikimbia hicho kiumbe, lakini cha kushangaza ni kwamba yule kiumbe alikuwa hamfati hata kidogo. Hiko kiumbe kiko bize kabisa kuinua mwili wa Anaila pamoja na ule mti alouchoma kama nyara, na kisha akautupa ziwani. Batek akakimbia na kukimbia mpaka akaona kanisa moja hivi lililopo katikati kabisa ya poli. Mwamba alipofika hapa, ukweli ni kwamba alihisi ya kwamba amepata bahati ya kufika sehemu takatifu, lakini ilikuwa haiaminiki. Batek akafikiria kwamba hapa yuko salama. Mwamba akaingia ndani, na kwa wakati huo akaanza kumweleza padri kila kitu. Na hapa Mwamba Batek akawa na jambo moja tu anatamani kuweza kumwomba huyo padri, ni kutaka kuweza kupiga simu polisi, lakini padri akamwambia kwamba kwa sasa hakuna mtandao wa simu eneo hili, na hata simu ya mezani alisema pia imeharibika. Mara anaposema hivyo, simu ya mezani ikaanza kuita. Padri akaonekana ni wazi ya kwamba anasema uongo, na hapa Mwamba Batek akagundua kwamba huyu sio mtu wa maana kama anavyoonekana, anaweza akawa naye pia ni mtu wa hatari. Lakini kabla Batek hajachukua hatua yoyote, yule padri akampiga kwa kushtukiza kutokea nyuma, na kisha hapa Mwamba akapoteza fahamu. Batek anapofumbua macho, ghafla akajikuta amefungwa vizuri sana kwenye kiti, na huyu padri akawa anamwangalia kwa namna ya kutisha, na hii ikawa ni ishara ya kipekee kwamba huyu padri yuko na nia mbaya dhidi ya Mwamba Batek. Sasa akiwa karibu kutekeleza kila alichotaka kuweza kukifanya, akasikia kitu kikiwa kinatikisika nje ya kanisa. Padri akaamua kutoka na kwenda kuangalia ni nini hiko. Sasa huku kile kiumbe chenye majipu kikawa kimefika, na kisha kikamkamata na kumkaba, na kisha padri akakata moto hapo hapo. Lakini sasa hakikutosheka, kikaamua kuweza kuchukua ule mwili wa padri na kisha kikautupa mpaka kwenye mashine moja hivi ya kusaga mbao, na ndani ya sekunde chache padri akakatika kuwa vipande vidogo vidogo vya nyama, na dakika chache tu baadaye huyo kiumbe akawa amebakiza tu viatu vya yule padri pea moja. Wakati padri hayupo ndani sasa, Batek alikuwa hakai kwa kutulia, bali kuna kitu alikuwa anakifanya, na hapa Mwamba akawa amefanikiwa kuweza kulegeza kamba na kisha akaikomboa mikono yake. Sasa Mwamba akahisi tena kuna hatari. Mwamba akaamua kuruka na kwenda kujificha ndani ya kabati la kanisa. Sasa unaweza ukafikiri kwamba hii sehemu inamfanya huyu Mwamba kuweza kuokoka hapa. Jibu ni hapana kabisa. Kile kiumbe kilifika mpaka eneo hili la kanisa na kisha kikafungua ule mlango wa kabati. Hiyo kiumbe kikaanza kupindisha kichwa chake na kuanza kumtazama Mwamba Batek, kisha kamlokia mchizi. Batek naye pia hafanikiwi kupona. Sasa tunarudishwa huku kwa Zosia na Julek. Hawa ndio watu wawili pekee ambao walibakiwa hai ndani ya ile kambi, na kwa wakati huu wapo ndani kabisa ya msitu, na hapa wakaona kuna kibanda kidogo maeneo haya. Ndani ya hichi kibanda alikuwa akiishi mzee mmoja, na kwa wakati huu alikuwa amekaa tu akisikiliza kwa utulivu kabisa kila kinachopita nje. Sasa huyu mzee ndio yule postman wa mwanzo kabisa ambayo tulianza naye kwenye hii movie, yule ambaye alivutwa miguu yake na kupelekwa chini ya ile handaki. Kumbe mzee huyu alinusurika kwa shida sana, na hii iligharimu kupoteza miguu yake miwili kuanzia magotini, na hapa anajua jambo kuhusu lile jitu ambalo lilijaa majipu ambalo hakuna mtu mwingine alikuwa akilifahamu. Basi huyu mzee akaanza kuwapa historia. Sasa ni zaidi ya miaka 30 iliyopita, mama mmoja asiye na mume alikuwa akiishi
kwenye kibanda kilichokuwa katikati ya msitu pamoja na watoto wake mapacha wa kiume wawili. Pia walikuwa na mbwa mdogo mchangamfu sana. Maisha yao yalikuwa ni rahisi japo ni ya kimaskini, lakini familia hiyo ilikuwa ina furaha muda wote. Sasa mchana mmoja ulifanya kila kitu kuweza kubadilika. Wakati ndugu hao mapacha walipokuwa wakicheza uwanjani, mlipuko mkubwa ulipasua anga na kisha watu hao wakainua macho yao juu kutazama, na hapa wakaona kitu kinachofanana na kimondo kilikuwa kimeripuka. Hawa wakaanza kuvutiwa na kutaka kuweza kuchunguza. Wavulana hawa wawili wakafuatilia mpaka mahali ambapo kile kimondo kilipoanguka. Watu hawa hawakuishia tu kukiangalia, walikibeba na kisha wakakipeleka mpaka nyumbani. Sasa usiku huo mambo hayakuenda sawa kabisa. Kimiminika cheusi kwa kile kitu ambacho wao waliweza kukibeba kikaanza kushuka na kikaanza kuvuja kutoka kwenye jiwe hilo. Wavulana hawa wawili wakajikuta wakiambukizwa na kile kitu kilichokuwa ndani ya kile kimondo, na baada tu ya kuweza kudondokewa na yale matonye ya kimiminika, muda mfupi baadaye mishipa yao ikaanza kuvimba na damu ikaanza kutoka puani na mdomoni mwao. Mapema sana asubuhi inayofuata, mama yao akaenda kuamsha wanaye na kisha akakuta vitanda vyao vikiwa tupu. Akaenda mpaka kwenye mlango mmoja hivi wa basement uliokopo chini kabisa, akaona mguu na viungo vya mbwa vikiwa vimechanachanwa na kisha vikawa vimetapakaa damu, na hapa akaanza kusikia sauti ya kutafuna. Anapochungulia ndani ya hii basement akawaona wanaye wawili wakiwa wanakula yule mbwa wao. Mara moja akatambua ya kwamba kuna jambo baya limeweza kuwatokea wanaye. Kisha yule mama akaamua kufunga ule mlango wa basement ama lile handaki. Wavulana wale wawili wakageuka kuwa viumbe vya hatari sana, lakini yeye kwa kuwa ni mama, uchungu ulikuwa ukimshika, hivyo hakutaka kabisa kuweza kuwaita polisi. Badala yake akaamua kuwaweka humo ndani ya basement ama handaki kama wafungwa, na kwa kuwa alikopo ana hofu sana ya kwamba wanaye watalala na njaa, alikuwa akiamka kila siku na kisha akaenda kuwatafutia mizoga na kisha akawa anawapa wanaye wale. Hali hii ikawa inaendelea kwa miaka mingi sana mpaka huyo mama alipokuwa mzee, na siku moja sasa kwa bahati mbaya ndio akaanguka ndani ya lile handaki kwa kuteleza, akiwa yeye pamoja na yule nguruwe poli aliyokuwa amemshika. Na hao mapacha hawakumuonea huruma wala hawakujua kwamba huyu ni mama yao. Wao wakamlalua vipande vipande na kisha wakamla nyama. Sasa baada ya kuweza kuwapa hiyo simulizi, mzee huyu akamwambia Zosia pamoja na Julek kwamba kijiji cha jirani kipo karibu zaidi, umbali wa safari wa siku 2 tu kwa mguu kutoka hapo, na kisha akawapa nafasi, kama wataamua kubaki basi wabaki, na kama wataamua kuweza kuondoka basi na yeye hata wazuia kuweza kuondoka. Baada ya kuweza kufikiria kwa makini sana, hao watu wawili wakaamua kurudi tena kwenye kile kibanda ili kusudi kuweza kuchukua simu ya Daniel. Ukweli ni kwamba huu ulikuwa ni uamuzi mbaya sana kwa wao kuweza kuufanya, lakini waliufanya. Wanapofika huko, Julek akaja na mpango mmoja ya kwamba yeye atapiga kelele kumvuta yule mnyama atoke nje, na kisha Zosia ataingia ndani kupitia dirisha la lile handaki ama basement. Kabla hawajaanza, Zosia akamkabidhi Julek kisu chake ili tu akitumie kwa ajili ya kujilinda, kwa kuwa yeye ndio anayebaki nje. Na kisha Julek akaanza kuupiga ule mlango wa mbele wa kibanda, na kisha akaanza kupiga kelele akimtaka yule mnyama atoke nje. Habari njema ni kwamba yule mnyama kweli akatoka nje ya lile handaki, lakini huku ndani Zosia anapotaka kuweza kuichukua ile simu kwenye mwili wa Daniel, yule mnyama akarudi tena. Basi akachukua mkono wake na kisha akaanza kuuzungusha kwenye shingo ya Zosia na akaanza kumkaba. Dakika za mwisho kabisa Julek akafika na kisha akaingiza kisu ndani ya mwili wa yule mnyama. Mnyama huyo akaanza kupiga kelele kwa maumivu, kisha akamkamata Zosia na kumtupa kwa nguvu, na kisha Zosia akapoteza fahamu. Sasa ikawa ni zamu ya Julek kuteseka. Yule mnyama akatoa kile kisu mwilini mwake na kisha akasogea karibu kabisa na uso wa Julek. Julek akaanza kuingiwa na hofu na kuomba msamaha maeneo haya, lakini hii haikusaidia chochote. Kuomba msamaha hakukufanya kazi kabisa. Huyo mnyama akamng'ata ulimi wake na kisha akaung'oa ule ulimi kwa kikatili. Zosia anapofika anamkuta Julek akiwa amelala kwenye dimbwi fulani hivi la michuzi. Ulimi wake ukawa tayari umeshatoka, hawezi hata kusema maneno yake ya mwisho. Maumivu anayoyapitia hayawezi kabisa kuvumilika. Zosia akaelewa hichi ambacho Julek alimuomba, na kwa kuwa alikuwa akipitia maumivu makali akamsaidia tu kuweza kuondoka duniani kwa amani, yaani akamfupishia maisha. Zosia kwa wakati huu anataka kupiga simu polisi, lakini ukweli ni kwamba hajui namba ya siri ya simu ya Daniel. Lakini kwa bahati nzuri sasa mkono wa Daniel uliokatika ulikuwa bado uko
chini. Hapa akachukua kidole chake na kukiweka kwenye simu. Mfumo wa fingerprint kweli bwana ukafanya kazi na simu ikafunguka, lakini ni kama tu fungu la kukosa, kwani ile nafuu haikudumu hata sekunde moja. Simu hiyo ikazima kwa maana ilikuwa haina chaji. Hapa Zosia akapagawa sana. Wakati huo huo, yule mnyama mwingine anarudi kwenye chumba chake, na hapa akawa na lengo moja tu la kutaka kuweza kushughulikia jela lake ambalo alilipata baada ya kuweza kuchomwa kiunoni. Ndugu yake yule pacha naye pia akawa anarudi maeneo haya akitokea kanisani, na baada ya mwamba kuweza kujifunga kwenye lile jela lake, yule mnyama akawa analala kwenye kitanda, na hapa akapitiwa na usingizi mzito sana. Hapa akawa amesahau kufunga ule mlango wa lile andaki. Zosia naye pia alikuwa amekwama humo chini, lakini bado hajakata tamaa kabisa. Hapa akawa amelipata panga kubwa sana chini ya kitanda, na kisha akatoka taratibu sana kupitia kwenye lile handaki. Yule mnyama hapa amelala 444 bila kusita. Zosia akanyanyua upanga huo na kisha akalishusha kwa yule mnyama, na baada ya hapo Zosia akaamua kuweza kukimbia na akakimbilia msituni. Alipofika huku akakutana na polisi mmoja, lakini polisi huyu alionekana kana kwamba ni mtu mwenye mashaka sana, kwa sababu muda mfupi kabla ya hapo mwanamke mmoja aliyokuwa amevaa sketi fupi tu ambayo ilikuwa ina chapa ya chui alikuwa ametoka kwenye gari la polisi ambalo lilikuwa mwamba anafanya doria. Sasa ni wazi ya kwamba alitoka kumalizana naye tu kiaina fulani. Makubaliano hayo yalikuwa ni asiri. Polisi huyo akaamua kumchukua Zosia na kisha wakaanza safari ya kuondoka kwa kutumia hilo gari, lakini kabla hawajafika mbali, Zosia akaona mtu amelala barabarani tena nyuma yao. Zosia akajaribu kumzuia huyo askari asishuke, lakini huyo askari alikuwa mbishi. Moja kwa moja akamfuata na kwenda kuangalia. Sasa yule mnyama alipofika hapa alimfanya kitu cha ajabu sana polisi. Yule polisi aligaiwa vipande viwili. Zosia akaruka kwenye kiti chake moja kwa moja na kwenda mpaka kwenye kiti cha dereva, na hapa lengo likawa ni moja tu, ni kutoroka. Lakini wakati mbaya zaidi, Zosia anapotaka kuwasha gari, lile gari likaanza kugoma kuwaka. Ndani ya sekunde chache yule mnyama naye pia akafika mpaka maeneo haya, na hapa akawa anachoma kisu chake kwenye lile gari, na hapa hali ikawa ni mbaya sana. Sekunde za mwisho kabisa Zosia akafanikiwa kukanyaga mafuta na hilo gari kweli likawaka, na kisha akaliondoa gari kwa kasi sana kwa yule mnyama. Hapa alipata unafuu wa kutaka kuondoka, ila Zosia akaanza kukumbuka marafiki zake wote ambao tayari wameshafariki dunia. Zosia alisema ya kwamba hata hawa hawakukubali hichi kitu kiweze kuendelea, na yeye mwenyewe hataki kiendelee kwa watu wengine, hivyo akaingiza gia ya reverse ambayo inaenda moja kwa moja kwa ajili ya kumgonga yule mnyama, na kisha baada ya kumgonga na kupita kwa nyuma akarudi tena kwa kuendesha mbele, na moja kwa moja akapita kwenye miguu yake. Zosia akaendelea kufanya hivyo mpaka mwili wa yule mnyama ulipoanza kusagika kabisa. Hatimaye Zosia akafanikiwa kuweza kulipa kisasi chake, na hapa akawa na moyo fulani ambao umejaa hisia ambazo haziwezi hata kuelezeka. Hapa akaamua kuondoka na kuacha ule msitu wa kutisha ambao alikuja akiwa na marafiki zake, lakini sasa anaondoka akiwa kama shujaa. Yule mnyama ambaye alionekana kufa pale pembeni ya barabara akaanza pia kufungua macho. Wanaume wawili walevi wakaanza kumsogelea moja kwa moja ndani ya kile kibanda. Yule mnyama mwingine ambaye alipigwa kile kisu na Zosia naye pia akasimama na kisha kutoka kitandani, na nje hapa ya dirisha mstari wa taa za gari za polisi ukaanza kuwaka na kumulika. Hii inamaanisha hawa watu bado wapo hai. Zosia hakufanya chochote, na huu ndo unakuwa mwisho wa huu hapa mzigo. I hope umeenjoy sana kuanzia mwanzo mpaka tamati mwa hii simulizi. Mimi naitwa Kipaso Njeyara, hii ni Bonge Story, paka kwa wakati mwingine. Bonge Story.